Katika muktadha huo, inakusudiwa kubadili muundo wa sasa ambapo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na maafisa tawala wa mikoa na wilaya wataondolewa kwenye kamati hizo. Kwa muda mrefu mfumo huu umeleta mgongano wa kimaslahi kwa kuwa wakuu wa mikoa na wilaya ni viongozi watendaji na wanasiasa, hali inaweza kuathiri uhuru wa hakimu katika utoaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, hao ni tofauti na wewe walivyo. Sisi hata majaji tunaletewa, kama tumekosea tunaleta kwako, lakini wewe ukai ukasikiliza pale, unaonda jopo. Hawa huku sijui kama wanafanya vitu gani. Hii imechelewa sana. Mapendekezo ya muundo mpya ni kwamba kamati hizi sasa zitaongozwa na viongozi wa mahakama yenyewe katika ngazi hizo. Muundo huu wa kamati za maadili ya watumishi wa mahakama, yani self regulation, utajenga ujasiri, uhuru na wajibikaji kwa mahakimu na majaji kutoa maamuzi kwa mujibu wa sheria na ushahidi bila hofu ya kiingiliwa na muhimili wa utendaji. Mahakama ya Tanzania tupo tayari na tumeshirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hatua zake zaidi ipasavyo, ili mswada ufikishwe bungeni mapema. Na nia yetu Mheshimiwa, kwa kibali chako, kwa sababu hili swala sio hata la kisera, wala hata sio la kisera kwamba liende kwenye cabinet, ni la kawaida tu. Mheshimiwa, hata nijele kupitia written laws listening amendment. Hata hivi kwa kweli hivi mkuu wa mkoa awe mwenyekiti wa kamati ya maadili na hata mkuu wa wilaya watatenda haki hao jamaa? Ya tatu, Mheshimiwa Rais, ni makazi bora na usalama kwa ajili ya mahakimu na majaji. Mheshimiwa Rais, tunashauri kwamba mahakimu na majaji wawezeshwe kuishi katika maeneo salama yenye hadhi kama ilivyokuwa zamani. Aidha, zinapokuwepo nyumba za serikali zilizo wazi, basi majaji na mahakimu wapewe kipaumbele kupewa nyumba hizo katika maeneo ya low density na secure kama ilivyokuwa zamani. Vinginevyo, mahakama itengewe bajeti inayotosheleza kulipa pango la majaji na mahakimu katika maeneo salama ili kulinda usalama wao, hadhi na heshima yao katika jamii. Hali iliyopo sasa ambapo majaji na mahakimu wengi wanapanga nyumba binafsi inaweza kuathiri kiwango chao cha kuwa huru katika maamuzi kwa waliowapangisha. Aidha, Mheshimiwa Rais, tayari tumeomba TAMISEMI waitengee mahakama viwanja kwa ajili ya makazi ya mahakimu na majaji katika maeneo yanayofaa kukaliwa na viongozi, lakini pia viwanja kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hapo baadaye mahitaji ya matumizi ya mahakama yatakapokuwa yameongezeka. Kwa mfano kama mji wa Dodoma unakuwa, hatuwezi kubakia na mahakama kuu tu pale au mahakama ya wilaya pale. Itakapokuwa imefika kule Mbande sijui na wapi, tutahitaji kuwa na mahakama kuu tu kule na mahakama na majengo mengine ya wilaya. La nne, Mheshimiwa, usafiri kwa ajili ya mahakimu na watumishi wengine wa mahakama. Mheshimiwa Rais, ili kuimarisha uhuru wa mahakimu, usalama na heshima yao, tunashauri kwamba mahakimu na watumishi wengine wa mahakama nao wafikiriwe kupatiwa usafiri wa pamoja wa ofisi wa kuwapeleka kazini na kuwarejesha nyumbani. Vinginevyo, serikali iweke utaratibu utakaowawezesha mahakimu na watumishi wengine wa mahakama kupata mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kujinunulia vyombo vya usafiri, hususani magari kwa ajili hiyo. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kusema kuwa tunaposema kuhusu mahakama huru, hatumaanishi kujitenga na mihimili mingine ya dola na serikali, bali tunamaanisha nguvu ya kutenda haki bila woga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zozote. Dhana ya uhuru wa mahakama si kwa ajili ya maslahi binafsi ya majaji na mahakimu au watumishi wa mahakama, bali kwa ajili ya wananchi wanaohitaji haki kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, mahakamani tunajitambua kwamba hatupaswi kutumia vibaya, abuse of office, mamlaka yetu ya kutoa haki kwa kisingizio cha kuwa huru.
tunapotekeleza jukumu letu la utoaji haki tunawajibika kuzingatia yafuatayo: moja, kuzingatia tu katiba na sheria za nchi, ibara 107 kifungu B ya katiba. Mbili, kuzingatia kanuni zilizotajwa katika ibara 107 kifungu A ibara ndogo ya pili A mpaka E ya katiba, yaani kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi, kutoa fidia ipasavyo kwa watu wanaoathirika kutokana na makosa ya watu wengine na kwa mujibu wa sheria mahususi iliyotungwa na Bunge, kukuza na kuendeleza usuluhishi baina wanaohusika katika migogoro na kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Tatu, kuzingatia utawala wa sheria, kwamba kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano, ibara ya 26 ya katiba. Nne, kuzingatia kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kuhusu malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyoelekezwa katika ibara ya 7 ya katiba. 5, kuzingatia maadili ya utumishi wa mahakama na maadili ya utumishi wa umma. 6, kuzingatia ipasavyo masharti ya vyopo vyetu sisi mahakimu na majaji. Na 7, uwajibikaji kwamba kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu, na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma. Hata sisi majaji na mahakimu tunapaswa tushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi zetu. B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Na sisi tuna malengo yetu ya pamoja, timely justice for all, lakini pia